chako kwa muda mfupi. Naamini kwamba Mungu yuko pamoja nasi na tunaelekea vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tuko na wageni siku leo ndani ya nyumba ya Yesu. Tumebarikiwa na wageni, na bila kupoteza muda, Apostle, karibu sana, tuelekeze kwa wageni. Amen. Karibu sana mpendwa. Karibu. Ujisikie ukiwa nyumbani mwa Bwana. Piga Yesu makofi mazuri. Karibisha mtumishi wa Mungu kwa makofi mazuri. Piga Yesu makofi mazuri mpendwa. Shangilia Yesu kama inawezekana. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Praise the Lord. Amen. Hebu tusalimiane. Hujafuata instruction. Hebu tusalimiane. Thank you. Haya, jipigie makofi. Because ukifanya hivi, Ross, unamaanisha nini? Tuonane siku nyingine. So but because siwezi kuja kuwasalimia kila mmoja, inakuwa rahisi. Si kweli? Tujaribu tena. Haya, jipigie makofi. Amen. Na furaha sana kwa hapa siku ya leo. Ni siku njema ambayo Bwana amefanya. Nikaa sana bila kusikia wimbo. Leo ni siku njema, nimemuona Bwana. Amen. Nasikia imekuja hivyo. Leo ni siku njema, na hakika kibinafsi nimemuona Bwana kwa sababu amekuwa mwaminifu. I think I was here 2 weeks ago, and by the grace of God I am back again home. Amen. So I want to bless the Lord for this wonderful day. I know this is the day the Lord has made, that we may rejoice and be glad in it. How many people knows me? Amen. And how many people don't know me? Wow, watu wengi hawajanijua hapa. How many people wananijua? Watu wangapi wananijua hapa? Amen. Na watu wangapi wanasema sijawahi kumuona hata siku moja? Hebu inua mkono ni. Sijawahi kumuona hata siku moja. Hebu ni haya basi, nimepita mtihani because ningekuuliza ujai niona na niko hapa. Nani unaona sasa? Haya basi, jipigie makofi mzuri. Amen. I'm so grateful because this month of June, God has been faithful, and courtesy of Western Nyota TV, we have been blessed that we've been taking this service live to the next level. And we want to appreciate God because you might think that this dancing and the preaching of the word and the testimonies are just ending within the four corners here. But I want to let you know that not only in Western, but we have testimonies coming even from US on what the Lord is doing in this place. So I want you to know that you are in the right place. Praise the Lord. And so we celebrate the doing of the Lord. And this point I want to appreciate God because of the CEO of Western Nyota TV for obeying the Lord. It is not easy to obey God. Amen. So I want to appreciate God because when we were here in November, was it November? You gave a promise? November or February? You gave a promise that you will be back in June. And I appreciate God because you have delivered. Can we celebrate the Lord for that? Praise the Lord. Come on, can we celebrate God for that? Hallelujah. Hallelujah. I know we have time to be here back again, but I just wanted to appreciate God for you and thank you for obeying the Spirit of God. Together with your able team, these young men are doing great work. May the Lord bless you all, Jeff, Alex, forgetting the other one, Hesbon, Victor, amen. I celebrate you. I celebrate you. You are doing a great job. Hallelujah. Some of you nikiwaambia msimame nyuma hizi machine, you will not even come to church.
Amen. Can we just appreciate God because of these great people for the great work they are doing in Jesus' name. Glory to God. But of course, we all know that so far, Western Nyota TV and Kabubit Pastors Network, we are now just one thing. Amen. And so where you find Western Nyota TV, you'll find Kabubit Pastors Network right there. Yes, sir. Amen. And this will continue until Jesus comes back. Wewe ukisikia vibaya shauri yako. Ukiwa Bungoma, Busia, Kakamega, Vihiga, Trans Nzoia na unatupata na ungependa pia kuwa part of this, you're most welcome. Na kama unasikia kiwaruwaru, ole wako. Amen. Because tumetia nanga na tunaendelea mbele. Praise the Lord. And so I want to bless the Lord again because of the prophet of this altar, our bishop, Papa, for the great work you are doing here together with Mom. I am always, I always miss the way I've missed this place. Amen. And today I think I have a bigger smile on my face today. When I'm very happy, this is how I look like. I have a bigger smile. You may not see it, but I have a bigger smile on my face today. Hallelujah. You know, there are people when they are very happy, you might think they are crying, but I'm so much grateful to be here, and I'm very happy. And if you enjoy the service, it is because the settlement of that altar is in order with God. And this is the grace we need to celebrate because, Bishop, I celebrate God for you because of the great work you're doing here together with Mama and all the leadership for the tremendous work you are doing here. May the Lord bless you and do you good. Hallelujah. Not only on this network, Kabubit Pastors Network, but Bishop, I also celebrate God for you for being a blessing also in the international forum that we have. You are such a great blessing. This congregation may not know, but we are moving so fast. Amen. We are moving so fast with speed. Hallelujah. There is an anointing of acceleration. And so I celebrate God for you. Amen. So today, by the grace of God, we have, I have my office here today. Hallelujah. Sema office kubwa. Office kubwa imekuja. Amen. And I want to celebrate God because of the dear servant of the Lord. We have worked together. We have prayed together. We do a lot of ministry work together. And I thank God because the Lord has given his servant an opportunity to be here today. And I want to honor the grace that this man of God is carrying. I know this is the first time he's coming here. He has never been here before. And this is a man that I want to talk to, I want to walk with all the time. The level of wisdom this man is carrying is heavy. Shout heavy. Heavy. Kama wewe una heavy shauri yako, but mimi najua hii ni heavy. Shout heavy. Heavy. Hallelujah. You almost wanted me to say shout. Shout heavy. Hallelujah. Praise the Lord. And so Reverend Nelson is a great dear servant of the Lord. That's right. And in our network, Kabubit Pastors Network, he holds a very special position in our network. This is our treasurer. And today we requested him to be here with us to celebrate the wonders of God in this place. We're supposed to come like the whole house, but receive apology from Bishop Franklin, who was not able to come. He actually came, but he was not able to come in the house today. He actually came very early, then he left again. Amen. Praise the Lord. Let's appreciate God for him. Amen. And together with Reverend Alista. Reverend Alista is huko ni nyumbani. Amen. So I don't need to talk much about him, but he's also part of the board, and we celebrate God for him. Amen. And many others. Glory to God. And so at this point, I just want to, with due respect, bring to us a servant of the Lord to say hello to us.
And if he has something to say, like one or two, and maybe there's the grace that you're carrying, that maybe you have a word to whisper to these people, just one word, that would be a blessing. Can we just put our hands together and appreciate God because of his servant, Reverend Nelson, in Jesus' name. Amen. Man, when I grow up, I want to be like you. Amen. Praise be to Jesus. Apostle has grown me. So I don't know, because he's my leader and he's my boss. Amen. Praise be to Jesus. Amen. Amen. Thanks, Bishop. Praise be to Jesus. Amen. Praise again, church. Amen. Yeah, I'm glad to be here and to be part of this service today. As Apostle has just said, my name is Reverend Nelson Ofunja. I am a pastor in Saints Covenant Church in Huruma. And I want just to appreciate the Lord for this opportunity to be part of this service and the occasion that you have here today. I received the invite courtesy of our dear sister, the CEO of Western Nyota TV, to come and be together with you today. And I just want to appreciate her and also appreciate our dear Bishop, who is a servant of the Lord, a man of God, that we work together. We've done the work of God together, and I honor the oil of God upon his life and the great work that he's doing here and for the kingdom of God. So I pray, and I want you just to honor this man of God and stand together with him and his family to carry on the work that God has assigned him to do in this place and all over the world, because he's not only appointed for this place but for other regions as well, and he will not be able to accomplish that unless we carry him unless we hold his hand. It's not actually my first time to be here. If you recall, Kaboviti in 2020, the very week they announced lockdown, we had here and overnight and we were here. So that was my first time. So this is the second time, and I just bless the Lord and happy to be here. I remember the way Mama was leading the team. That night was crazy. Amen. And Bishop was almost arresting. Let me not go there. Amen. Praise be to Jesus. So when I was actually invited and requested by the CEO of Western Nyota to be here, I said because of her and because of our dear Bishop, because of the love of God that God has put in us to work together, I cannot fail to be here, because we also have a function in our church. We are having a fun drive coming Sunday, and we've been doing some things, and I think I also need to be back in the church. But I said I have to turn up, I have to be here and stand together with you, because that is the only way. Ukitaka kujua rafiki yako unamwona wakati wa haja, wakati ambao unamhitaji. But I want to thank God, because it's not because kuna haja, but because I honor the servant of God. I honor our sister, the CEO of Western Nyota, and also our Apostle Robinson, who is my boss. He says that when he grows up, I think I'm looking up to you as my leader, and I always want to emulate you and as you guide me. And as he said, I'm the treasurer of Kaboviti Network. I'm not Judas Iscariot. I don't hold the bag so that I can help myself. I pray the grace of God, the grace of giving that was on the Church of Macedonia to be upon my life, not to help myself in the basket. So when I look at the basket, I should look at it with honest eyes. And when I'm giving, I give deep from my heart, not from the pocket, as the servant of the Lord has said. May the Lord bless you and do you good. I'm happy to be here. God bless you.
Amen. Nilikwambia ako na anointing iko heavy. Unasikia iko heavy? Amen. Piga makofi. Hallelujah. Amen. So with honor, I just want to give you a few minutes, like a minute, to say something. Yes. Yes. Hallelujah. 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 Glory to God. Glory to God. As the big brother, I want to ask that just perhaps you are still on prayer mountain. I want you to pray and pray hard and pray hard. And when the Lord begins to speak to you, please come to me. Then I will. God bless you. Praise God. Amen. God is good all the time. And all the time God is good and oh, I'm just so happy to be here. Hiyo juzi ingine ile juzi kutwa ya Sunday, he said that the angels of the children are always before God. Sindio? Na tumeiongelelea leo kwa studio pia. Ukienda mbele ya Mungu, forget about anything. Just be happy. Amen? Just be happy. The fact that you're here today, that already is a testimony. Na hiyo jana uliishi ukakosa kitu fulani, haiwezi jirudia leo. Wewe tu ndio utarudisha hizo vitu zilikuwa jana leo, ukubali zikuje. Si ndio? So just want us to be happy. It does not matter. Just be happy. Just be before the Lord and just be happy. Hii hour ukikuwa happy, hautaishi tena hii hour siku nyingine. Si ndio? So I just want us to be happy, celebrate. Where laughter is cheka. Sawa? So I'm just so happy to be here. I'm happy for the occasion of today. And no matter what, we are here together as a family and we must make it happen. Sindio? Hiki ndo lingine isipokuwa, hizi zingine zitaumia. So wewe, pamoja na mimi, pamoja na yule, si tutafikisha kila kitu. So we are so happy to be here. We are so excited. Guided by the wisdom of the men of God. We are so happy to do everything in unity. So unakumbuka wakiwa hapa in oneness, the Lord moved amidst them. So naomba tutukue in oneness na kila kitu tufanye kwa umoja, na hiyo upendo mmetuonyesha ni upendo wa ajabu. Ningependa tu nifanye kitu kwa haraka, najua muda imeisha. Tumepewa presents za nguvu sana. Naomba niringe. Please acha niringe. My boys, please naomba turinge kidogo. Inua tu, I'm a lady, sorry. Yeah, inua tu hiyo present tumepewa. Harakisheni tafadhali, muda iko. Otherwise bisho atawaita kuja kuhubiri siku tatu. Inua tu, inua tu. Nani mwingi? Kidogo. Eka tuwe kabla kaina roho. Tafadhali. Nisamee leo. Nikupendo. Mapenzi ndio imekuwa mingi. Sasa tuwezi ficha. Tena mnaenda. Jafet. Please, tutafuta size yako hapa ndani tubayani hiyo kitu. Kuja tu. Alex wacha tu kidogo. Kwa nini nafanya hivi? I just want to be grateful for what you've done for us. This is so amazing. Sitasema unajua tulipewa kwa siri, lakini sasa hii niliwaambia la Sunday mimi nalipo kuongea. Naongea mpaka unasahau. Sasa mnisamee tu nimesahau. Ningependa niseme asante sana. Asante sana kwa Madam Jacqueline, Madam Agnes Lumumba. Tunashukuru sana kwa yale ambayo umetenda. By the way, so baya. Hata hawajiona, tunaona wanajipoint. Tunaona wanajipoint. Ndio hapa. Mnaweza jiangalia. Asanteni kucheka. At least wote tuko pamoja, si ndio? Kuna one of us amesimamia vipindi vya vichekesho acting, lakini ni mgonjwa sana, amelemewa. Tumeambiwa tu amrudishe. Anaitwa Elkana. So kwa niaba yake, kama wewe ni mtu ambaye unapenda kuact, utatuona nyuma ya tent. Sawa sawa? Utatuona nyuma ya tent.
Kwa Madam Jacqueline na Agnes, mimi sasa nitawapea tu kipindi kwa studio. Tutaendelea tu huko. Hii upendo tu ni mingi. Tunastahili sana. Hata mimi nakuanga tatu. Acheni bwana nite. Simsikie sauti yao. Ndio. Kisha forgive my manners. Wanaogopa kuongea lakini kwa kama alafu acha waseme jina, si ndio? Nasema jina. Na usiharakishe. Hakuna kitu kingine. Praise God. Praise God. Majina ni Hezron Kado. I'm born again. Na nimefurahia kuwa. Wale wengine wote pia nitawaambia karibuni nyumbani. Mimi niko nyumbani. Mimi naitwa Victor Wandera. Na leo nafurahi sana kuwa pamoja nanyi hapa. Najisi niko nyumbani. Amen. Majina mimi naitwa Jafet. Nimefurahi sana kushiriki nanyi kwa muda wa mwezi mmoja. Na tunaamini tutarudi tena. Amen. Praise God. I just feel like preaching. Okay, my name is Alex. I'm blessed and saved. Karibuni nyumbani. Naomba tukae kwa dakika moja, at least social media iwaone. Sasa wakirudi wataanza kujiangalia. Ndio wao ndio wanashikanga kamera. Kama unawaangalia bado hawajaonekaniwa. Wow! Nilipitia kwangu. Sawa. Nashukuru sana. Tunawapenda zaidi. Tunawapenda tena na tena. Na tutarudi tena. Asitaki kuongea mengi, tayari tushaongea mengi. Kutoka kwa director wetu anaitwa Bwana Jojo Kado, amesema leo niwasalimie yeye kufuata kabisa. So amesema nisalimie church na niambie kisho asante. Asanteni sana kwa kubii pastor. Pigeni makofi mazuri. Wadansia wamefanya hapa tangazo la biashara. Kwa sababu ya wanaume hao. Utalipia hiyo tangazo la biashara. Atalipia hiyo tangazo la biashara. Kutangaza hawa wanaume kwamba hawajaonekaniwa. Kwa hiyo hata mimi nasema hizo pesa nikuje kwa ofisi haraka haraka. Sio inawezekana? Sio inawezekana? Haya, tusimame, praise and worship. Tunamkaribisha mtumishi wa Mungu. Sina mambo mengi, mimi nimemaliza yangu. Mungu amani awabariki kila mmoja, yeyote ambaye anatutazama. Mungu akubariki sana. Wacha neno la Mungu linapokuja nikubariki mchana wa leo na nikutende mambo mazuri, nikuinue katika level nyingine katika jina la Yesu Kristo. Tusimame sisi wote, praise and worship tafadhali. Muda umetuacha sana. Moyo wako mpendwa, jiachilie tu mbele za Mungu. Yeye anaweza, anatosha, yeye ni mwaminifu. Umekuja na sababu, hautatoka jinsi umekuja. Utatoka kama Mungu amekuinua zaidi. Utatoka kama Mungu amekutenda jambo kuu. Yeye ni mwaminifu, ana uwezo juu ya kila jambo. Yeye anatosha na hata anastahili. Asante, asante. Yeah.
Christ, we thank you, Lord. Thank you for this hour. Thank you for this minute, oh my Father. Father, Lord, as we partake of your word, let the Spirit of God come and minister to your people. Lord God, I disappear that you may appear. Father, I humble down, Lord, that you may be lifted up. We thank you and we honor you. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, our praise and worship team. Asante kwa wanasifa na ibada. Let us give them a mighty clap. Waya kupigia makofi. Somebody that is, you can do better than that. Fanya vyema kushinda hapo. I say you can do better than that. Sema unaweza fanya vyema kushinda hapo. Oh, you can do better than that. Unaweza fanya vyema kushinda hapo. I want to thank God for this day. Ningependa kumshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo. First of all, for giving us the gift of life. Mwanzo tupa kipawa cha uzima. And for allowing us to be in His presence. Na kutukubalia kuwa uwepo wake. I want to thank God because of our chairman. Ningependa kumshukuru Mungu kwa ajili ya mwenyekiti wetu. Kabubit Network of Pastors. Kikundi cha Kabubit ambacho kinahusisha wachungaji. For giving us the support and for coming to be with us. Kwa kutuunga mkono na kuja kwa pamoja nasi. Amen. Amina. Praise God. Bwana apewe sifa. I also want to thank our CEO, Western Nyota TV. Pia ningependa kushukuru mkurugenzi wetu wa Western Nyota for helping us to preach throughout the month of June. Kwa kutusaidia kuhubiri mwezi mzima wa 6. Can we give God a clap? Actually, you can see as normal. Hakika unaweza ona kama ni kawaida. But where God has taken us is normal. Lakini mahali Mungu ametuweka sio kawaida. Praise God. Bwana apewe sifa. Praise God. Bwana apewe sifa. When we started this ministry, we had faith. Tulipoanza huduma huu tulikuwa na imani. But we did not know the far we shall go. Lakini hatukujua umbali ambao tungeenda. But now this is the far the Lord has brought us. Lakini huu ndio umbali ambao Bwana ametuleta. We started without any instrument. Tulianza bila vyombo vyovyote vile. Oh, this is the far the Lord has brought us. Huu ndio umbali ambao Bwana ametuleta. We are serving a God who can take you places. Tunatumikia Mungu ambaye anaweza kupeleka mbali. Praise the Lord. Bwana apewe sifa. I also want to thank God because of our able treasurer for Kabubit. Pia ningependa kushukuru Mungu kwa ajili ya mweka hazina wetu Reverend Nelson. Reverend Nelson. We have a very wonderful team at Kabubit at Western Nyota TV. Tuna kikundi cha ajabu katika Western Nyota. Amen. Amina. Today we are only 3 of us. Leo wako watatu. Men of God come. Njoo ni watumishi wa Mungu. Today we are 3 of us today here. Leo wako watatu leo. And the chairman is the shortest. Na mwenyekiti ndiye mfupi kwa wote. But with a great visionary. Lakini na maono makuu. Hallelujah. Hallelujah. And we have 2 other men of God who are not here with us today. Na pia kuna watumishi wengine wawili ambao wako hapa siku ya leo. They were supposed to be with us but due to some other commitments. Walipaswa kuwa pamoja nasi lakini kwa ajili ya shughuli zingine za dharura. Bishop Franklin Were, Askofu Franklin Were, and Reverend Alista Grebois. Reverend Alista Grebois. They are not with us here today. Hawako pamoja nasi hapa. But this team is doing a marvelous job at the Western Nyota TV. Lakini kikundi hiki kinafanya mambo ya ajabu katika runinga ya If you have your people in Western Kenya, kama mna watu wenu kule if your mother does not have a television set, kama mamako hana runinga, because of Western Nyota TV, kwa sababu ya hii runinga ya Western Nyota, buy her a television set. ya runinga.
buy with a decoder and take it home. Ununulie runinga na kile chombo cha And you kukuza. go and tell her, I want you to be watching my bishop on this TV every Sunday morning. Mwambie nataka ukiona tazama askofu wangu katika hii runinga kila asubuhi. Because we talk in vernacular, we talk in our language. Kwa maana tunaongea kwa lugha ya mama. Amen. They will understand. Wataelewa. Praise God. Bwana apewe sifa. Then we also preach in the morning. Kisha tunahubiri asubuhi. I always preach on Monday. Yehubiri kila 7 to 7:30. saa 1 hadi saa 1:30. Reverend Alista on Tuesday. Mtumishi Alista. On Wednesday. Jumanne. Is it? Bishop Were. Jumatano ni. On Thursday. Reverend Apostle. Alhamisi ni mtume. And then on Friday, our treasurer. Give God a mighty clap. Pigia Bwana makofi. Amen. Thank you, man of God. Asante watumishi wa Mungu. So when we are there, we preach in our mother tongue, and I'm telling you, it is tremendous. Tunapokuwa kule tunawahubiri katika lugha yetu ya mama na ni ajabu sana. I can for sure say that Western Nyota TV has taken this ministry to another level. Naweza sema ama kushuhudia kwamba runinga hii ya Western imetupeleka huduma huu katika kiwango kingine. Not in vain. Haiko bure. It is not in vain. Si bure. You know there are some women when they are married. Kuna wanawake wengine wanapoolewa. Even if the husband will buy a Mercedes Benz. Hata kama mumeo atanunua gari la Mercedes. They will never see the value. Hawataona dhamani. They will never appreciate. Watashukuru. And we also have most of us Christians. Na tuna Wakristo wengi wetu. When God lifts you up, wakati Mungu anakuinua juu, you don't even testify. Au shuhudi. You think it is your own by your own understanding. Unafikiri ni kwa kuelewa kwako. And with your own might. Na mawazo ama nguvu zako. God has lifted Upper Milele Ministry to another level through Western Nyota TV. Mungu anainua chumba cha juu, huduma ya chumba cha juu. Give God a mighty clap. Pigia Bwana makofi makofi. Because what God can do, no man can do. Kwa maana yale Bwana anaweza tena mwanadamu hawezi tena. I'll be brief today. Tutakuwa kwa ufupi leo. We shall go to the book of Psalms. Tutaingia kitabu cha Zaburi. Chapter number 100. Sura yake ni ya 100. From verse 1 to verse number 5. Mstari wa kwanza hadi ule wa 3. Praise God. Bwana apewe sifa. Somebody praise God. I bear witness with our chairman Kabuvit, Pastor Robinson. Nashuhudia pamoja na mwenyekiti wetu Kabuvit, mchungaji Robinson. We have friends who are watching this live service right now. Tuna marafiki ambao wanatazama hivi sasa kipindi hiki. Our big brother Pastor Warren. Ndugu wetu mkubwa is watching us from Georgia. Anatazama kutoka kule Georgia. Atlanta, Georgia. Kule Atlanta, Georgia. Praise God. Give God a mighty clap. Pigia Bwana makofi. Number 1, make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Kwanza mfanyeni Bwana shangwe dunia yote. Serve the Lord with gladness, come before his presence with singing. Mtumikieni Bwana kwa furaha, njooni mbele zake kwa kuimba. Know ye that the Lord, he is God. It is he that has made us, and not we ourselves. We are his people and the sheep of his pasture. Jueni kwamba Bwana ndiye Mungu, ndiye aliyetuumba na sisi tu watu wake na kondoo wa malisho yake. Enter into his gates with thanksgiving, and into his courts with praise. Be thankful unto him, and bless his name. Ingieni malangoni mwake kwa kushukuru, nywani mwake kwa kusifu. Mshukuruni, limidini jina lake. For the Lord is good, his mercy is everlasting, and his truth endures to all generations. Kwa kuwa Bwana ndiye mwema, rehema zake ni za milele, na uaminifu wake vizazi na vizazi. Even if I not preach
Atakana kwamba sitahubiri. You have received the word. Umepokea neno. Somebody shout amen. Tusema amina. Today when we are in the studio, in Western Nyota TV station, leo tulipokuwa kule studio katika Western Nyota, we were talking and discussing on an issue. Tulikuwa tunazungumzia, and the men of God were saying at times the devil comes and blocks the breakthrough for the meeting. Na wachungaji walikuwa wanasema kwamba wakati mwingine shetani anakuja na kuzuia baraka kwa ajili ya mkutano. Until the pastor, when you are preaching, you are trying to tell people, say amen. Na mchungaji unapojaribu kuhubiri unaambia watu kwamba semeni amina. But when the heavens are open for the meeting, na mbingu zinapofunguka kwa ajili ya mkutano, you don't tell people to shout amen. Watu waseme amina. They say amen because there is a breakthrough. Wanasema amina kwa maana kuna upenyo. I want to believe there is a breakthrough in this meeting tonight. Ningependa kuamini kuna upenyo katika mkutano huu leo. And I know God is going to do something in your life. Na najua kwamba Mungu anaenda kutenda jambo ndani ya maisha yako. Praise the Lord. Bwana apewe sifa. I feel like preaching while we are standing up. Na tukuhubiri tunaposimama hivyo. Hey, praise the Lord. Bwana apewe sifa. Word of God has said, praise the Lord, make a joyful noise unto the Lord, you lands. Biblia inasema kwamba mfanyeni Bwana shangwe dunia yote. We can sit down for a while. Tunaweza keti chini kwa muda mchache. But I'm very sure, lakini nina hakika, you are not going to sit for long. Hautakaa kwa muda mrefu. Praise the Lord. Bwana apewe sifa. Because I feel somebody is going to get praising the Lord in a few minutes. Kwa maana najua kwamba kuna mtu ambaye anaenda kumsifu Bwana, kumpa shangwe kwa dakika chache. Serve the Lord with gladness. Mtumikie Bwana kwa furaha. Come before his presence with singing. Njoo mbele zake kwa kuimba. Know ye that the Lord, he is God. Jueni kwamba Bwana ndiye Mungu. It is he that has made us. Yeye ndiye aliyetuumba. Turn to somebody, tell them it is he that has made us. Geukia mtu namwambie kwamba yeye ndiye aliyetuumba. And not we ourselves. Na sio sisi wenyewe. Tell somebody we are his people. Ambia mtu kwamba sisi ni watu wake. And we are the sheep of his pasture. Na sisi ni kondoo wa malisho yake. Enter into his gates. Ingia malangoni mwake with thanksgiving. Kwa shukrani. And unto his courts with praise. Nywani mwake kwa kusifu. Be thankful unto him. Mshukuruni, limidi jina lake. And bless his name. Na limidi jina lake. For the Lord is good. Kwa kuwa Bwana ndiye mwema. His mercy is everlasting. Rehema zake ni za milele. Praise God. Bwana pesi. When you read Psalms 57, number 7 to 11. Unaposoma Zaburi 57. Why sing unto the Lord? Mwimbieni Bwana. Praise the Lord. And if you are writing down, you want to write, give it a heading, call it, I will sing. Ukiwa utaipatia kichwa na nakili, ipatie kwamba kichwa kwamba nitaimba. Just say I will sing. Sema tu nitaimba. Praise the Lord. Bwana apewe sifa. Why shall I sing? Mbona niimbe? Psalms 57, number 7 to 11. Zaburi 57:7 hadi 11. The Bible says, my heart is fixed. Biblia inasema kwamba Mungu, moyo wangu udhabiti. My heart is fixed. Moyo wangu udhabiti. Oh God. Bwana. My heart is fixed and I will sing and give praise. Bwana, moyo wangu udhabiti na nitakuimbia zaburi. The singing that you are going to sing because your heart is fixed. Zaburi ambayo unaenda kuimba ni kwa sababu kwamba moyo wako udhabiti. And he's saying, awake at my glory. Na anasema kwamba amuka utukufu wangu. Awake my psaltery and harp. Amuka kinanda na kinubi. I myself will wake up. Nitaamka alfajiri. And I will praise thee. Na nitakusifu. Oh Lord. Bwana. Among the people. Kati ya watu. I will sing unto
Sitajiimbia. Praise the Lord. Bwana apewe For sifa. thy mercy. Kwa maana fadhili zako. Why should I sing? Mbona niimbe? Because thy mercy is great Kwa maana fadhili zako ni kubwa unto the heavens, hata mbinguni, and thy truth na uaminifu unto the clouds. wako hata mawinguni. Be thou exalted, O God. Mungu tukuzwe juu ya mbingu. Hallelujah. Hallelujah. Let thy glory be above all the earth. Juu ya inji uwe utukufu wako. When we sing, the glory of God comes above the earth. Tunapoimba utukufu wa Mungu unatua juu ya mbingu. Somebody says, when our praises goes up, Mtu akasema kwamba sifa zetu zinapoenda juu, His glory comes down. utukufu wake unashuka chini. Anytime we want to see the glory of God, Wakati wote tukitaka kuona utukufu wa Mungu, just do a simple thing wewe fanya tu jambo rahisi. and sing unto the Lord. Wewe muimbie tu Bwana. And only a joyful heart can sing. Na moyo tu ambao una furaha unaweza imba. If you came in the church and you are confused Kama ulikuja kanisani na umechanganyikiwa over the issues of life, juu ya mambo ya maisha, your heart is not fixed, moyo wako hauko dhabiti, you cannot sing unto the Lord. huwezi muimbia Bwana. Praise the Lord. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Hallelujah. Singing is in the Bible. Kuimba kuko katika Biblia. It started first of all, the first song. Mwanzo wimbo wa kwanza ulianza. You find it in the book of Exodus. Unaipata katika Kutoka. And chapter number 15. Sura yake ya 15. Verse number 1 to 3. Na mstari wa kwanza hadi 3. Praise the Lord. Bwana apewe sifa. The Bible says, then son Moses and the children of Israel, Biblia inasema kwamba ndipo Musa na wana wa Israeli they sang this song to the Lord, wakamwimbia Bwana wimbo huu, and saying, wakanena na kusema, I will sing to the Lord, nitamwimbia Bwana for he has triumphed gloriously. kwa maana ametukuka sana. The horse and its rider has he thrown into the sea. Farasi na mpanda farasi ametupwa baharini. The Lord is my strength Bwana ni nguvu zangu and my song, na wimbo wangu, and he has become my salvation. naye amekuwa wokovu wangu. He is my God, Yeye ni Mungu wangu, and I will prepare him a habitation. nami nitamsifu. My father's God, Ni Mungu baba I yangu, will exalt him. nami nitamtukuza. The Lord is a man of war. Bwana ni mtu wa The vita, Lord is his name. Bwana ndilo jina lake. When Israel was living in captivity, Wakati wana wa Israeli walikuwa wanakaa katika utumwa, they groaned for 80 years. walilia kwa miaka 8, They did not sing a single song. hawakuimba wimbo hata When mmoja. they were making the bricks, Wakati walikuwa wanatengeneza when they matofali, were being whipped, wakati walikuwa wanapigwa did mijeledi, not have time to sing. hawakuwa na wakati wa They kuimba. were under bondage. Walikuwa chini ya utumwa, They were under oppression. walikuwa chini ya And a mateso. day came Lakini siku when ikaja, God called Moses. wakati Mungu alimwita He Musa, told Moses, akamwita go Musa, and save my people. ende uokoe watu Go wangu, and tell Pharaoh, ende waambie Farao, let my people go. waache watu I wangu waende. came to talk to somebody. Kuja kuongea na mtu Tonight, leo. God is going to set your life free. Mungu anaenda kuweka maisha When yako. God set them free Wakati Mungu from the aliwachia hand of Pharaoh, kutoka kwa mikono ya Farao, while they were on the way, wakati walikuwa the njiani, Bible says Biblia inasema they were running walikuwa for their safety. kwa ajili ya usalama Go and worship their God. kwenda kuabudu Mungu wao. Behind them, Nyuma yao the army of Pharaoh was following them. jeshi la Farao lilikuwa linawafuata, They were being pursued. walikuwa wanafuatwa. Praise the Lord. Bwana apewe sifa. They were being pursued Walikuwa wanafuatwa with a big army. na jeshi kuu, And they came to the Red Sea. na walipokaribia bahari ya When they Shamu, came to the Red Sea, walipokaribia bahari ya Shamu, Bible says Biblia inasema on their both sides pande zote we had mountains. kulikuwa na milima, In the front mbele yao there was the Red Sea. kuna bahari ya At Shamu, their back nyuma yao the army is coming, kuna jeshi linakuja, fiercely coming, mali imekuja pursuing them. likiwafuata. I came to talk to somebody. Kuja kuongea na mtu, Whatever that is pursuing your life, chochote ambacho kinafuata, there is a day leo ni you are siku going to sing nenda a kuimba song of praise, wimbo wa a sifa, song of worship, wimbo wa because kuabudu, whatever is pursuing you, maana kile you are kinakufuata no longer going to sing. hautakiona tena. Bible says Biblia inasema when they were there, wakati walikuwa they pale were worried. walikuwa na wasiwasi, Army is pursuing them. jeshi They linawafuata, can't go in the front.
They can't go to the spot side. Hawezi enda pande. They have no way. Hawana njia. They're on the brink. Wako mwisho. They're on the brink. Wako mwisho. Oh, hallelujah. Hallelujah. I'm talking to somebody. Naongea na mtu. Maybe you're on the brink. Pengine uko mwisho. It is your last day. Ndio siku ya You are saying, nasema I can't do more than this. sasa fanya zaidi ya. I came to tell you. Lakini bila kuambia. His name Jina lake. is the man of war. Ni mababu wa He's vita. going to fight for you. Anaenda kupigania. After fighting for you, Anapokupigania. he's going to fight your enemy. Anaenda kupigana na adui He's zako. going to fight your enemy. Anaenda kupigana na The adui zako. enemy that is pursuing you. Adui ambaye He's anakuandama. going to be pursued. Anaenda kukimbiza. The enemy that is pursuing you. Adui ambaye He's going anakimbiza. to be pursued. Anaenda kukimbiza. Whoever that is chasing you, Yote ambaye he's anakukimbiza. going to be chased. Anaenda The kukimbizwa. Bible says, they told Moses, Kamwambia Musa, what do we do? tufanye nini? Now we are on the brink. Sasa tuko mwisho. Now we are in the danger. Tuko katika We hatari. can't go in the front. Hatuwezi enda We mbele. can't go back. Hatuwezi We rudi. can't save ourselves. Hatuwezi What jiokoa. are we going to do? Tufanye nini? The Bible says, Biblia inasema Moses lifted up Musa akainua his eyes macho and yake he told God, akamwambia Mungu, "They your people, watu wako ni our God, wewe ni Mungu, bring our salvation." leta wokovu wewe. Somebody shout amen. Ukisema amina, Oh, somebody shout amen. tusema amina. Hallelujah. Haleluya, Hallelujah. haleluya, Hallelujah. haleluya. At the sound of my voice, Kwa sauti yangu I know najua that enemy kwamba huyo adui have been pursuing you. ambaye amekuwa kuandama Today, leo, I say today, sema leo, I say today, sema leo, oh, hallelujah, Hallelujah. somebody say today, sema leo, oh, shout today, sema leo. hallelujah, Haleluya. and God Na Mungu asked Moses, kamuuliza Musa, what do you have? je, una nini? And Moses said, Na Musa akasema, I have my walking dog. nina fimbo. God told Moses, Mungu akamwambia Musa, lift it above the water, nyosha juu ya bahari, and in the water na kati ya bahari God made a way. Mungu akatengeza njia, He made a smooth way, akatengeneza njia ya and kupita, not just a way. na sio njia tu, He made a highway tengeneza njia kuu where there is no way. mahali hakuna njia. Our God makes a Mungu way wetu anatengeneza njia where there is no mahali way. hakuna njia. Our God makes a way. Mungu wetu anatengeneza I njia, know He's making a Mungu way anatengeneza njia in your life kwa today, maisha yako leo, because He's a God who is able. kwa maana ni Mungu ambaye anaweza. Somebody shout amen. Tusema amina. And after making a way, Na baada ya kutengeneza njia, He told the children of Israel, akaambia wana wa Israeli, now go through. sasa piteni. They went through a highway. Wakapitia hiyo njia kuu, There was no mud. hakukuwa na matope, It was a super highway. ilikuwa njia kuu Right away in the middle of the waters, kati ya bahari. God made a super highway. Mungu akatengeneza njia kuu. I see God making a super highway. Naona Mungu akitengeneza njia kuu. There are things in front of you. Kuna mambo mbele yako, There are things troubling you. kuna mambo ambayo And yanakusumbua. I came to tell you today, Nilikuja kuambia leo, God is making a highway. Mungu anatengeneza njia kuu. You are going to walk on that highway. Naenda kutembea katika hiyo njia kuu. Where they thought you will not manage. Kama walisema kwamba hutaweza, Where they thought you will not manage. mahali walidhani hautaweza, They will see you walking on the way. watakuona ukitembea They katika hiyo will njia, see you walking on the highway. watakuona ukitembea katika hiyo njia kuu. After they have gone through the process, Na baada ya kupitia hiyo hali, they went on the other side of the sea. wakaenda ile ng'ambo nyingine ya bahari, And Moses, the first song in the Bible, na Musa kaandika wimbo wa kwanza katika Biblia. the first song in the Bible Wimbo wa kwanza katika is Biblia not talking about somebody singing to their love. aongee kuhusu ama kuimba mtu kwa ajili ya mpenzi wake. We have had many songs in the world. Tumekuwa na nyimbo nyingi katika ulimwengu, People have written songs
praising their loved ones. Watu wameimba wimbo za kusifu wapenzi wao. People have written songs praising their leaders. Watu wameandika nyimbo, kutunga nyimbo kwa ajili ya viongozi. Lakini huu ni wimbo ambao Musa alitunga. And he said, I have seen your glory. Akasema kwamba nimeona utukufu wako. I've seen your victory. Nimeona ushindi wako. If you saved these people, kama uliokoa watu hao, I will sing. Hivyo basi nitaimba unto the Lord. Kwako Bwana. I will sing. Nitakuimbia. Because you have saved your people. Kwa maana umeokoa watu wako. Praise the Lord. Bwana praise. Hallelujah. Hallelujah. Because God is my shepherd. Kwa maana Mungu ndiye mchungaji wangu. Praise God. Bwana praise. Because he has saved us. Kwa maana ametuokoa. After groaning and crying for over 80 years. Baada ya kulia na kuomboleza kwa miaka zaidi ya miaka 8. He has finally put a smile on our faces. Hatimaye ameleta tabasamu katika nyuso zetu. The horse and the horse rider are no more. Farasi na wapanda farasi hazipo tena. The problem in our lives has gone forever. Shida katika maisha yetu imeenda milele. The oppression of 80 years have gone forever. Mateso ya muda miaka 80. Take my heart. Kama nitainua moyo. I will take my heart. Nitachukua kinubi. I will take my guitar. Nitachukua gitaa. I will sing to the Lord. Nitamwimbia Bwana. I will praise the Lord. Nitamsifu Bwana. For the Lord has saved us. Kwa maana Bwana ametuokoa. For the Lord has changed. Kwa maana Bwana ametuokoa. I shall sing to the Lord. Nitamwimbia Bwana. Praise God. Bwana apewe sifa. Psalms 59. Zaburi 59. Verse 16 up to 17. Mstari 16. The Bible says, but I will sing of your power. Biblia inasema kwamba nitaimba kwa ajili ya nguvu zako. I will sing of your power. Nitaimba kwa ajili ya nguvu zako. Yeah, I will sing aloud. Nitaimba kwa sauti. Of your mercy. Kwa ajili ya fadhili zako. In the morning. Asubuhi. For you have been my defense. Kwa maana umekuwa ngome yangu. My refuge in the day of my trouble. Kimbilio langu katika siku zangu za shida. Oh, my strength. Wewe ndiye nguvu zangu. Will I sing? Nitakuimbia. For God is my defense. Maana Mungu ndiye ngome yangu. And the God of my mercy. Na Mungu wa fadhili zangu. When we sing his power. Tunapoimba, tunaimba nguvu zake. We sing his mercy. Tunaimba fadhili zake. Because he's our defense. Kwa maana yeye ndiye ngome letu. Have you ever been defended by God? Ushaitetewa na Mungu. God can defend you. Mungu anaweza kutetea. In any court on this land. Katika mahakama yote katika nchi. Defend you. Anaweza kutetea. Against your oppressors. Chini ya watesi wako. If you have ever been defended by God. Kama ushaitetewa na Mungu. Shout amen. Sema amina. Hallelujah. Hallelujah. Because he defended me. Kwa maana alinitetea. I will sing unto the Lord. Nitamwimbia Bwana. Because he took care of me. Kwa maana nilishughulikia. When I was in trouble. Wakati nilikuwa katika shida. I called him. Nilimuita. And he answered. Naye akajibu. And he came to my rescue. Na akakuja kuniokoa. And so I will prolong. Kwa hivyo nitaendeleza. I worship unto him. Na kumwabudu. Oh, he says in Psalm 61 number 8. Anasema katika Zaburi 61:8. I will praise, I will sing praise. Ndivyo nitamwimbia. Unto thy name forever. Kwa jina lako daima. That I may daily perform my vows. Ili niondoe nadhiri zangu. When we got saved. Wakati tuliokolewa. We put some vows before God. Tulichukua nadhiri mbele za Bwana. We said, God. Tukasema Mungu. I shall follow you. Nitakufuata. I shall trust you. Nitakutumainia. And for you to perform those vows. Na ili utimize nadhiri hizo. Part of performing the vows. Sehemu ya kutimiza nadhiri. You need to sing to your Lord. Napaswa kumwimbia Bwana. I shall sing. Nitaimba. Because I'm about to perform. Kwa maana za kutenda. I vow. Nadhiri zangu. Somebody say I will sing. Mtu sema nitaimba. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana apewe sifa. Somebody shout I will sing. Mtu sema nitaimba. I will sing. Nitaimba. Unto my Lord. Kwa Bwana wangu. Praise God. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Hallelujah. I shall sing. Nitaimba. Praise God.
Biblia inasema I will sing unto the Lord nitamwimbia Bwana as long as I live. maadamu nina. This is a vow. Hii ni nadhiri. I shall sing to the Lord Nitamwimbia Bwana so long as I live. mradi niishi. Hallelujah. Hallelujah. I will sing praise to my God Nitamshangilia Mungu while I have my being. nikiwa hai. Hallelujah. While I have my being. Nikiwa hai. Before I leave my flesh. Kabla niondoke katika mwili huu. Sing to the Lord. Nitamwimbia Bwana. I shall worship the Lord. Nitamwabudu Bwana. I shall glorify the Lord. Nitamtukuza Bwana. Somebody shout, I will sing. Sema nitaimba. Praise the Lord. Bwana sifa. Somebody shout, amen. Sema amina. Hallelujah. Hallelujah. I shall sing. Nitaimba. I shall sing. Nitaimba. Praise the Lord. Bwana sifa. Psalms 150. Zaburi 150. Number 6, the Bible says, Sawa 6 Biblia inasema let everything. wacha kila kitu. Let everything. Wacha kila kitu. Come on, come on. Turn to your neighbor and look at them. Geukia mtu And tell them, let everything. mwambie kwamba wacha na kila mwenye pumzi. Do you have breath? Je, una pumzi? If you have breath in you, Kama una pumzi ndani yako, let everything. wacha kila mwenye pumzi. Mwenye pumzi. Hey, 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 hey. Let everything. Wacha kila kitu kenye pumzi. Ambacho kina pumzi. Hallelujah. Hallelujah. Let everything. Kila kitu that has breath. bado kina pumzi. If you have breath in you. Kama una pumzi ndani If you yako. have breath in you. Kama una pumzi ndani yako. Hear this. Sikia haya. Let everything. Wacha kila mwenye pumzi. And thank your neighbor, tell them, I am not a thing. Geukia jirani kumwambia mimi sio kitu. I am a somebody. Mimi ni mtu. And let us write it again. Na wacha tuiandike tena. Let every somebody. Wacha kila mwenye. Hallelujah. Hallelujah. I thank God. Nashukuru Mungu. Because in the city mortuary. Kwa maana katika chumba cha kuhifadhi maiti. When you go to Chiromo. Unapoingia kule Chiromo. There's no eating. Hakuna kukula. And they're not praising the Lord. Na hata wamsifu Bwana. There's no singing. Hakuna kuimba. But in the church today. Lakini kanisani leo. Inside here today. Hapa ndani sasa hivi. There are people in their house. Kuna watu katika nyumba. This morning. Asubuhi. Their house, they had some tea. Walichukua chai. They have eaten. Wamekula. They have breath. Wanapumzi. They are breathing. Wanapumua. Hebrews number 2, number 12. Waibrania 2:12. The Bible says, I will sing in the church. Biblia inasema kwamba nitaimba kanisani. And you are in the church. Na uko kanisani. Right now you are in the church. Sasa hivi uko kanisani. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Somebody praise the Lord. Mtu Bwana asifiwe. Can I preach for a while? Je, nihubiri kwa muda? Can I preach for a while? Je, nihubiri kwa muda? I will sing. Nitaimba. Because Job number 42 verse 2. Kwa maana Ayubu 42 najua. You can do everything. Unaweza fanya chochote. And nothing of your thoughts. Na hakuna chochote katika mawazo yako. Can be stopped. Ambacho kinaweza zuilika. Because your thought about me. Kwa maana mawazo yako kuhusu. Never be stopped. Hayazuilika. I will sing. Nitaimba. I will sing. Nitaimba. I will sing. Nitaimba. Because Deuteronomy. Kwa maana Kumbukumbu la Torati Number 28. sura 28. Verse number 13. Mstari 13. The Bible says, Biblia inasema I am the head. mimi ni I kichwa. am the tail. Sio mkia. I will sing. Nitaimba. I will sing. Nitaimba. Because Kwa maana Deuteronomy Kumbukumbu la Torati 28. 28. Number 7. Mstari wa 7. My enemies Kwamba maadui zangu scatter and wanatawanyika come to you na wakuja in kwako 7 ways. kwa njia tofauti. One way. Kwa njia moja They will scatter. wanatawanyika 7. na njia 7
When nobody's singing. Wakati hakuna yote anaimba. When everybody's tired. Wakati wengine wamechoka. I will sing. Nitaimba. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. I will sing. Nitaimba. Oh, I will sing. Nitaimba. Oh, I will sing. Nitaimba. Because kwa maana Isaiah 53 number 5 he says nasema for his streams, kwa maana kwa mapigo yake kwa mapigo yake kwa mapigo I am healed. nimepona. I shall sing. Nitaimba. Hallelujah. 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 I shall sing. Nitaimba. Tell somebody. Kuza mtu. Tell somebody again. Kuza mtu tena. Hey. Hey. Tell them. Mwambie. Tell them. Mwambie. Because I'm healed. Kwa maana nimepona. I shall sing. Nitaimba. I shall sing. Nitaimba. As I live. I shall sing. Nitaimba. As I have my body. I shall sing. Nitaimba. I shall sing. Nitaimba. Because 1 John chapter 4 verse 4. Hallelujah. Hallelujah. I shall sing. Nitaimba. 1 John chapter 4 verse 4. Greater is he that is in me than the one that is in the world. I shall sing. Nitaimba. 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 Tell somebody whether you keep quiet. Ambia mtu atoke kimya. I shall sing. Mimi nitaimba. Whether you don't like it. Pende. I shall sing. Nitaimba. Because I know maana najua who I'm praising. I know najua who I'm singing for. naibia nani. I shall sing. Nitaimba. 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 I shall sing. Praise and worship. I shall sing. We shall sing. We shall sing. We have to sing. Praise the Lord. I shall sing. Hallelujah. Weka mikono yako pamoja. Maana tutasifu Bwana daima. Moyo wangu kusifu Bwana daima. Weka mikono pamoja ushangilie. Sifu Bwana, sifu Bwana daima. Moyo wangu sifu Bwana daima. Sifu Bwana, sifu Bwana daima. Moyo wangu sifu Bwana daima. Sifu Bwana, sifu Bwana daima. Moyo wangu sifu Bwana daima. Sifu Bwana, sifu Bwana daima. Moyo wangu sifu Bwana daima. Kafina shangwe kwako. Subiri. Subiri. Tell somebody wait. Ambia mtu subiri. David said, Daudi akasema, I will sing, nitaimba. and singing goes together with dancing. Na kuimba kunaambatana kucheza. He danced until his garment came off his body. Alicheza hadi mavazi yake yakararuka. This is not a uniform singing. Hii si kuimba kama ni sare. This is a personal singing. Huku ni kuimba ambako ni kwa binafsi. You sing until you break down. Unaimba hadi unavunjika. A singing that can
haipaswi kuwa kuimba kwa kawaida. It can't be organized. Yezi kuwa na mpangilio. There's nobody who is invigilating you. Hakuna yeyote ambaye anakugusa. When you start singing unto the Lord, unapoanza kumwimbia Bwana. when David says, Daudi anaposema, the Lord is my shepherd, Bwana ndiye mchungaji wangu, I shall not want. sitapungukiwa. He leadeth me Ananiongeza into. Even if I pass through the valley of death, hata kana kwamba nitapita katika bonde la mauti, I shall not fear. sitaogopa, But I will sing. lakini nitaimba. There was a valley in Jerusalem called Baca. Kulikuwa na bonde kule Yerusalemu ambalo lilikuwa It was a linaitwa, valley where people were being buried. ilikuwa bonde ambalo watu walikuwa nazikwa. It was a gravesite. Ilikuwa ni mahali pa makaburi, People could go there burying their friends, na watu wangeenda mahali pale kuzika, burying their loved ones. kuzika wapendwa wao. But there are believers who used to pass in that valley. Lakini kuna wale ambao ni waumini walikuwa wanapita mahali They pale, are going to the pilgrimage wanaenda to kuabudu, worship God. kumwabudu Mungu. They did not concentrate on those who are buried, Hakutazama wale ambao walikuwa wanazikana, but they could sing songs of the pilgrimage lakini wangeimba nyimbo za sifa kwa ajili ya utukufu, until those who are burying their people, hadi wale ambao walikuwa wanazika watu when they were burying people, wanasahau wanazika they watu, forget their sorrow. wanasahau They kuomboleza join kwao, in dance. wanaanza I kucheza. know there are some people here. Najua kuna watu mahali They are hapa living in sorrow. wanaishi katika They are so huzuni, sad in their lives. wana huzuni katika maisha I'm yao. singing to bring them up. Sasa tunaimba kwa Until they invest in prayer. hadi waingie katika maombi. I will sing. Nitaimba When people are not singing, wakati watu hawaimbi, I will sing. nitaimba When everybody is quiet, wakati kila mmoja amekimya, I will sing. nitaimba When I'm having tears in my eyes, wakati nina machozi katika macho when yangu, I'm in pain, wakati niko katika uchungu, I will sing. nitaimba When I'm in pain, wakati niko katika uchungu, I will sing. nitaimba When nobody likes me, wakati watu wanipendi, I will sing. nitaimba When the world has forsaken me, wakati ulimwengu umeniacha, I will sing. nitaimba, 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 Oh, I will sing. nitaimba, I will sing. nitaimba, Because I'm alive. kwa maana niko hai. Can I hear somebody? Nasikia mtu, Can I hear somebody react to this? nasikia mtu akifanya jambo Can I kwa hear somebody react to this? nitakuona mtu, Can I hear somebody react to this? nasikia mtu akifanya jambo kwa Sifu Bwana
worship team. Because of time. Kwa ajili ya muda. If you are here today, kama uko hapa siku ya and leo your heart is full of sorrow, na moyo wako umejaa huzuni, you can sing and not sing unto the Lord. huwezi muimbia Bwana. You have trouble in your life. Una matatizo katika maisha yako. I want to pray with you as we close that session. Ningependa tuombe pamoja tunapofunga kipindi hiki. Amen. Amen. Just come. Njoo tu mbele. You are here and you have a challenge. Uko hapa na una changamoto. You have a need. Unahitaji. Your heart is not happy. Moyo wako una huzuni. You need God. Unahitaji Mungu. Njoo tu. Njoo. When nobody is coming, you come. Wakati hakuna yote anakuja, wewe When njoo. nobody is looking comfortable, when they are passing through problems, Wakati mtu anapitia shida, they are pretending to be okay, but there are wanajifanya kuwa lots of wako sawa, problems in lakini their lives. matatizo mengi You katika come, let us pray with you. wewe njoo tuombe pamoja. Because He's able to change your situation. Kwa maana anaweza badilisha hali yako. He's able to lift your life to another level. Anaweza kuinua maisha yako. He's able to give you everything you need. Anaweza kupa kila kitu ambacho unahitaji. Hallelujah. God can give you a reason to sing. Mungu anaweza kupa sababu ya kuimba. Believe in Him right now. Muamini sasa hivi. As we make this short prayer, Unapofanya ombi hili fupi, God will give you a reason to sing. Mungu atakupa sababu ya kuimba. Because He is God who goes before you. Kwa maana ni Mungu ambaye anakutangulia. He can change any situation. Anaweza badilisha hali yoyote. From groaning to singing. Kutoka huzuni hadi kuimba. From sorrow to singing. Kwa kuomboleza Mungu. Praising His holy name. Na kulisifu jina lake takatifu. Hallelujah. Hallelujah. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa sababu ya wapendwa hawa ambao wamekuja mbele zako, kwa sababu ya maombi walionao ndani ya mioyo zao. Father, there are those who are living a sorrowful life. But Lord, you have promised you can give them as a reason to smile again, a reason to sing praises unto you, Lord. Father God, how I pray that meet them at the point of need. Kutana nao, kutana nao, kutana nao, kutana na kila mmoja wao, kutana na mahitaji yao, kutana na haja ya mioyo zao. Angalia machozi ambayo wanalia, angalia machozi ambayo yanatoka ndani ya macho yao. Baba, changamoto za maisha haya, wengine wana magonjwa ndani ya maisha yao, wengine wana magonjwa katika jamii zao. Oh Baba, kawaponye na ukawainue. Asante Bwana, asante Mwokozi, kwa sababu utatenda. Litukuzwe jina lako na lipewe sifa. Unastahili Bwana. Wanaposimama wasimame na ushindi, kwa sababu wewe ni Bwana. Asante Baba, katika jina la Yesu Kristo, Bwana na Mungu wetu. Amen. Tusimame tu. Shukuru Bwana. Tushukuru Bwana kwa yale ambayo umetuleta hapa. Mungu aenda kutendea. Toka na ushindi, kwa maana ushindi ni wake. Amen. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Baba, mtoto huyu ni mgonjwa. Jehova, na ulisema tutaweka mikono yetu juu ya wagonjwa na watapata afya. Baba Mungu wa uzima, naweka mikono yangu juu ya mtoto huyu. Ponye Mungu wa majeshi. Baba, mponye mtakatifu. Ponya ndani ya mwili wake sasa. Kuanzia sasa, mfalme ajabu, kama kuna nguvu zote za ibilisi, nguvu zote za kishetani, basi zinajiita magonjwa, zinajiita mono, zinajiita malaria, zote kwa jina la Yesu zikapata kushinda. Mfalme ajabu, Baba, kupitia kwa matibabu ya madaktari, ponya mgonjwa huyu, mtoto huyu Bwana. Yesu, tunajua madaktari wanatibu, lakini wewe unaponya. Ponya mtoto huyu Bwana, tunaomba. Asante Bwana kwa uponyaji. Tukuze jina lako na lipewe sifa. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba tukiamini. Pigia Bwana makofi. Asante sana kwa sababu ya time. Kwa sababu
Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Sababu ya muda tuko na kazi mingi sana mchana wa leo. I would like to take this opportunity and welcome Brother Robinson, who is an apostle, chairman of Kabubit, to welcome Madam Priska, who is our chief guest today in our day's business. They will take us through the process. And please, ninaomba washirika, Bwana asifiwe. Tokeo la karibu na yeye, mwambie washirika. Mwambie tusilete bishop chini. Wageni ndio wanataka kufanya hii kazi na usilete down. Mimi nataka kuona vile utaperform. Amen. Kwa hivyo nachukua nafasi na kukaribisha apostle who will welcome Madam to lead us through the session and take us through the business of the day, and then tuweze kufunga na kuondoka. Mungu awabariki sana. Amen. Jana mwezi kupigia makofi. Amen. Yaani sijahubiri mzuri. Hallelujah. Baba mhubiri. Mhubiri baba. Mhubiri. Sasa wanipigie makofi. Sio mpigie makofi. Baba amehubiri. Bwana asifiwe. Nimetapa anointing. Next time ninakuja kuhubiri hapa, ukiona nimehubiri zaidi, ujue hiyo kitu nimefanya. Wewe kaa hapo unasema, na anahubiri. Bwana asifiwe. Hebu tunae mikono zetu juu hivi. Sema nimepokea na maisha yangu yatakuwa ya kusifu, ya kuimba. Hata nikilia ninaimba tu kwa jina la Yesu. Hata nikitoa ninaimba tu. Kuanzia sasa ninajifungua. Neema ya kutoa inamwagika kwangu. Sitatoka nje, nitakaa hapa ndani hadi tununue drum set. Leo ni leo. Kwa jina la Yesu. Hata ile pesa kidogo niko nayo. Asante Mungu